Mara baada ya klabu ya Azam FC kuweza kupoteza mchezo wao dhidi ya TRA kwa goli 4-1, hatimaye yameibuka mengi ambayo yameletwa ni kama vile Azam FC wameonekana kutokuwa serious. Tunakwenda kuangazia kitu gani ambacho huwa kinaikwamisha Azam FC katika kuelekea malengo yao ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Niko hapa na Al Jayara, jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Ali, tukianzia hapo, Azam FC ni moja kati ya klabu ambayo inatajwa kuwa na kila kitu, facilities zimekamilika, lakini katika upande wa mafanikio imekuwa ni nadra kwa upande wao. Shida kubwa kwa Azam FC tukianzia hapo ni nini? Sio tu kwa msimu huu, kwa misimu yote ambayo wamekuwa wanashiriki kwa ligi kuu ya NBC Premier League. Ni Simba na Yanga. Yaani sababu ya Azam kuto kufanikiwa ni Simba na Yanga. Kwamba Simba na Yanga kuwa bora ama ni nini? Simba na Yanga kuwa bora ndo kisa cha Azam kutoka. Lakini ndio kuna mazingira yanafika kabisa Azam ana space yanataka kukaa katika sehemu zote. Kwa mfano juzi mechi ya TRA, kama angepata ushindi ni mechi ambayo angekuwa ameenda kufanana alama na klabu ya Simba. Kwa hiyo angempa pressure Simba kwenye lile eneo, lakini anapoteza kwenye mazingira ambayo yalikuwa yanamfanya aweze kuwa katika eneo ambalo ni bora ama sahihi kwa wakati wake. Shida ni nini hasa? Benchi zuri la ufundi, wachezaji ambao ni high level, wanafunga, namba zao ziko vizuri, lakini au ndio ile pressure kwa wachezaji imekuwa haipo, kwamba wanajichezea tu, hawasemi. Azam hawana pressure yoyote. Kwa upande wa wachezaji. Kwa upande wa wachezaji, hata upande wa mashabiki hawana pressure yoyote. Kwanza ukiangalia maneno ya viongozi wao wa msimu huu. Wao kwanza target Nasol Idrissa na makamu wake, kwa maana ya target yao kwanza wanachokitaka walichompa kocha Ibenge, wanataka afikishe hatua makundi. Kombe la shirikisho na tayari kashafanikiwa. Pia kingine ambacho wamemwambia wanataka azivuke pointi za msimu uliopita. Basi hiyo ndo target yao kubwa. Kwa hiyo ukiangalia kwa mechi zilizobaki hizi na pointi ambazo wanazo sasa hivi, kama wakishinda zote watafikia ile, watapita zile pointi ambazo walizichukua msimu uliopita. Kwa hiyo ndo target yao. Kwa Azam FC kwa mfano ukiangalia mechi ya juzi, kilichokwamisha kwanza kuna sababu ambazo walizifanya kocha kuwatumia wale vijana, lakini ukiangalia sio kwamba ndio sababu moja kwa moja, kwa sababu hao vijana alikuwa akiwatumia hata kwenye mechi kubwa. Kwa maana Lamek Lawi na Taribu Nuru aliwatumia kwenye mechi ya Simba kwenye Kombe la Mapinduzi na alishinda hiyo. Tena Lawi ndo alifunga goli, wakaibuka na ushindi kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mechi ya juzi ni kama kocha wa TRA tu aliwasoma Azam. Kocha Daragije aliwasoma tu Azam namna ambavyo wamekuja. Naye ni kocha mkubwa unajua Daragije ashafundisha national team, ashafundisha timu nyingi tu hapa. Ni kocha Kenya kabisa. Kwa naye pia ni kocha mkubwa, anaweza kusoma mchezo, anaweza kuwapa mbinu wachezaji wake nini wakafanya uwanjani. Kwa hiyo ukiangalia Azam waliingia kama timu namba 1 uwanjani, lakini baada ya mchezo TRA wakaibuka kama timu namba 1. Kwa hiyo ukifanya TRA wao washajua madhaifu ya Azam. Wachokifanya wao ni kutumia mapungufu ya Azam na kuimarisha sehemu za ufungaji, wakapata matokeo, wakashinda mechi. Na ukiangalia ile mechi hata kama ingechezwa siku 2, ulikuwa uone namna Azam anaweza kushinda ile mechi. Umekosea sana hizo Azam. Serious. Kwa sababu ulikuwa unaangalia Azam unajua ndio walikuwa hawana mipango. Mipango ilikuwepo, lakini TRA walikuwa bora kiasi kwamba yani bora mkubwa of course. Yani walikuwa na ubora mkubwa kiasi kwamba walikuwa wanaweza hata kushinda goli 6. Kwa sababu uliangalia goli la kwanza, goli la pili, la tatu mpaka zinafika 4. Kwa mfano kama goli alilofungwa Ishimanula. Lela Chabwendo. Kama ni blaza goli kama ile Ishimanula Tanzania wane anafungwa goli kama ile. Jua, sikuona Jua alikuwa. Sidhani kama ni Jua. Lile atakuwa ameongopewa Tanzania. Hamna Jua pale. Ule mpira anaupeleka ndani peke yake. Kwa ukiangalia ni makosa ya wachezaji. Chobwedo siku ile alikuwa na mechi nzuri sana, alikuwa na siku nzuri sana kazini. Yani aliwafanya vibaya sana Chobwedo kiukweli mechi ya Azam siku ile. Kwa Azam siku ile waliishiwa mbinu tu. Kocha wao aliishiwa mbinu na kocha wa TRA akaingia kwenye mechi vizuri, akawapa wachezaji wake mbinu na wamefanikiwa TRA kushinda mechi. Kwa hata Azam ukiangalia kinachokamisha msimu huu, hata kama ile mechi wangeshinda, mimi naamini tu kuna mechi ambao pia wangeweza kufungwa. Sidhani kama wangemaliza msimu bila kufungwa msimu. Of course. Kwa mimi ninachoamini blaza kwenye ligi hii, ukiitoa Simba na Yanga, Azam angekuwa anatoa ubingwa kila msimu. Kwa Simba na Yanga kuwepo kwenye hii ligi ndio kinachosababisha Azam kuonekana kama haiwezi kuwini title kwenye ligi hii. Na pia sio tu wao Azam, kwa sababu Azam wana kila kitu. Wana fedha, wana kila kitu. Lakini kitu kingine ambacho mimi ninakiona, kwanza mashabiki wa nchi hii hawapo tayari kushuhudia bingwa mpya tofauti na Simba na Yanga. Of course, fact. Kwa hiyo watu wote yani wanajua kabisa Azam hawatakiwi kuchukua ubingwa. Yani watu wapo lazi Yanga achukue, msimu mmoja achukue Simba, achukue Yanga, achukue Simba. Sio mashabiki tu, mpaka viongozi waliopo juu.
Kwa hiyo ukiangalia Azam wana wakati mgumu sana kwenye hii ligi mpaka kuja kufanikiwa kutoa ubingwa. Atakuja kutoa ubingwa lakini sio leo wala kesho. Sawa, tuje tuangazie sasa hatima ya Florent Ibenge na kikosi cha Azam FC. Azam waendelee kumwamini kwa kuwa ameshawapa malengo yao ambayo walikuwa wanayawaza asubuhi, mchana na usiku, kwa maana kufika hatua ya robo ya makundi kwa shirikisho barani Afrika, ama wafanye nini Azam FC juu ya kocha Florent Ibenge? Azam wanatakiwa muamini yule kocha, yani wanatakiwa simfukuze, wamwache afanye kila kitu, yani wampe kila kitu. Lakini kitu ambacho mimi naweza nikatoa kama ushauri kwa viongozi wa Azam FC, wao wanatakiwa adili sana na michuano ya kimataifa. Kwa sababu washaona kabisa kama ligi ishakuwa ni ngumu kiasi hichi. Na kwa sababu Azam wakisema waweke nguvu kwenye kimataifa, wana uwezo kutoboa. Yaani hata uwezo wa kuchukua kombe wanao. Kwa sababu Azam wana uwezo wa kusajili mchezaji yote Afrika hii. Sasa kama unaanza kuchukua ubingwa wa CAF, kwa nini ushindwe ndani shehe? Humu ndani kuna vita ni ngumu sana. Yaani humu ndani zile vita vita za pointi 3 humu kwenye ligi yetu ni tofauti na ndani ya uwanja. Yaani kuchukua zile pointi 3. Unaona kama Yanga kashinda juzi jana na Coastal Union, kachukua pointi 3. Wewe unaziona ni pointi 3, lakini watu wametumia nguvu nyingi sana kuzipata hizo pointi 3. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana kuchukua. Hata Manchester ile au Liverpool ukiinyofa pale EPL ukileta kwenye ligi yetu hii unaiona kama underdog. Kumbe labda itoke Simba na Yanga kwenye hii nchi, lakini kama zitakuwepo I say ligi ni ngumu sana basi. Watu wanatumia nguvu nyingi sana kuzichukua pointi 3. Tofauti na unavyofikiria. Kwa Azam mipango hiyo bado hawana. Sawa, tuje tuangazie sasa pia mwenendo mzima wa Azam FC mpaka hivi sasa kwa ligi kuu ya NBC Premier League, mechi 22 wakiwa wamepoteza mchezo mmoja. Ni msimu ambao tuzungumze kwamba Florent Ibenge kuna kitu ambacho amekiingiza kwenye timu, ama kitu gani ambacho Ibenge hadi hivi sasa ameifanya kwa Azam FC ambacho ni tofauti na walimu wengine ambao wameshaje kupita kwa kikosi cha Azam FC? Kikubwa sana, yani kamebadilisha pakubwa sana Ibenge. Yani kwanza Azam hata inapocheza ukiangalia Azam, unajua kinachowalostisha msimu ni sare zimekuwa ni nyingi. Sare 10. Kama wangefanikiwa kuzigeuza zile sare na kuwa ushindi, na maana tungeongelea angekuwa kwenye nafasi ya pili anagombania ubingwa. Lakini sare zimekuwa ni nyingi sana. Na ukiangalia mechi ambazo wametoa sare ni mechi ambazo zilikuwa ndani ya uwezo wao. Yani ni mechi ambazo wao wana uwezo kuchukua pointi 3, lakini unashangaa mechi inaisha. Zidi ya Yanga pia. Zidi ya Yanga, zidi ya Prison kule Mbeya, zidi ya Pamba mechi inaisha 2-2. Kwa ni mechi ambazo wao walikuwa na uwezo wa kuchukua alama 3, lakini mechi zinaisha sare. Kwa hiyo kwa kocha Ibenge ni kocha ambaye amebadilisha sana Azam. Hata ukiangalia jinsi wanapocheza kwenye mechi kubwa. Msimu huu Azam amechukua pointi 4 zidi ya Simba. Kitu ambacho msimu uliopita walishindwa kufanya hivyo. Walifungwa nao wenyewe wakashinda mechi moja. Kwa hiyo ukiangalia jinsi anavyo approach mechi after mechi, unaona kabisa ni kocha ambaye ana uwezo wa hali ya juu. Kwa hiyo anatakiwa muache aendelee kupambania timu, wampe kwa msimu unaofuata wamsajili wachezaji ambao wanawahitaji, na imani Azam itakuwa bora sana msimu ujao. Msimu huu tuliwaona baadhi ya wachezaji ambao tuliadhimisha kwamba ni usajili wa kocha, akiwemo Said Benzetun, mlinzi huyu Mtunisia ambaye yupo kwenye kikosi mpaka sasa kwenye kikosi cha Azam, lakini pia Barakat Hamid ambaye huyu alimtoa kwa mkopo kwenda nchi za mashariki ya mbali huko. Ni wazi kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao kwa msimu huu wameweza kumwangusha Ibenge kwa kile ambacho alikuwa anakiamini yeye ambacho kimeshindwa kuja kutokea. Kwa wale wachezaji ambao walisajiliwa, kama ni usajili wa kocha kweli sina uhakika, lakini kiukweli watakuwa wamemwangusha, kwa sababu ukiangalia mpaka dakika ya mwisho yeye mwenyewe anaamua kuchukua wachezaji vijana. Na maana wale wachezaji ambao alitegemea yeye waje wamsaidie wote hawaja. Lakini sio falsafa yake, kwa sababu tangia akiwa na Al Hilal Mdumande ambaye aliwaasisi hawa kina Jean Claude Garimugisha ambao wanafanya vizuri, kina Adama Coulibaly ambao ni vijana hawa ambao walikuwa wanaipatia Al Hilal ile moto. Na sasa hivi tunashuhudia ni mmoja wa wachezaji ambao wana mchango mkubwa kwenye kile kikosi. Kutumia vijana kwa Ibenge, hiyo ni falsafa yake ambayo yeye mwenyewe amekuwa anaiamini. Kwa hiyo kutumika kwa Shraf Kibeku, wakina Lamek Lawi, wakina Twaribu Nuru, wakina Hassan Mzee, ni kawaida kwa mwalimu Florent Ibenge kwenye kuelekea kuna kocha Azam. Sasa kama ina maana hiyo ni falsafa yake, basi wasingetumia pesa nyingi kuwasajili hao wachezaji. Na maana wangemwambia tu bwana kocha njoo kuangalia kuna vijana. Kijiji huwa kosi wazee. Sasa wazee ndo wamemwangusha. Mzee peke yake ambaye namuona anaipambania timu ni Himidi Mao. Na unamuona kweli ni mzee ambaye kweli anaipambania timu. Kwa wale wachezaji wa kimataifa ambao alisajili yeye kocha, hata mmoja sioni kama ana manufaa kwake, kwa sababu ukiangalia hata yule kipa mwenyewe Fofana anabadilishana namba na kina Manula, yani yeye mwenyewe hajakuwa kwenye kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja, bado anakuwa anaingia. Yule Aba Abel ambaye ameingia dirisha dogo, yule mwenyewe bado sio kwenye kikosi cha bora, bado ana goli 4 mpaka hivi sasa. Huyo naye ndo mpaka amemletea tena mbadala wake, ana goli 4. Kwa hiyo bado kwa wale wachezaji ambao waliwasajili dirisha kubwa, bado sijaona wakimpa manufaa. Labda kwa msimu unaokuja
acha tuone msimu unaokuja kama anaweza akafanya chochote kitu. Sawa, kwa mechi ambazo zimesalia, Azam FC inabidi afanye nini kwa kuhakikisha kwamba anakaa sehemu nzuri katika upande wa kimsimamo, lakini pia pengine hata msimu ujao tukashuhudia kwa mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Kwa msimu huu, kwa sababu mimi bado sijamtoa kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu bado mechi bado yupo kwenye mbio za ubingwa, bado mechi ni nyingi, unajua mechi nani ni nyingi sana, afu ukiangalia bado ana mechi na Yanga kwa anaweza akashinda mechi na Yanga akapunguza gap kidogo, kwa bado labda mpaka zibaki mechi 5, hapo ndo naweza nikaona sasa hapa Azam amemaliza mwendo, kwa anatakiwa tu aendelee kushinda mechi zake, yani kinachosababisha awe na nafasi nzuri msimu huu, yeye anatakiwa ashinde mechi zake. Muendelezo. Asimwangalie Yanga amepoteza au amfanyie nini, yeye anatakiwa ashinde mechi zake mpaka mwisho wa msimu aone nini ataokota. Sawa, Azam FC inabidi ashinde mechi zake, ndio ushauri ambao ameutoa mchambuzi kinara RJ Yara kuelekea mwishoni mwa msimu huu kwa kikosi cha matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam Football Club, ambao wamekuwa hawana mwendelezo ambao ni mzuri kwa siku za hivi karibuni, licha ya kwamba ya kuwa na kikosi, bila kusahau benchi la ufundi ambalo limejitosheleza kwa kiasi kikubwa. Naitwa Leopold John, hadi wakati mwingine endelea kuwa nasi na RTV, sauti ya mtaa.